فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، ndugu zangu waumini, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kumtakia ziada ya rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, النبي الكريم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وجعله هداية للمهتدين. mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia, amemfanya kuwa ni rahmatan lilalamin, kadhalika amemjalia hidayatan lilmuhtadin. na wasia katika suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna taqwallahi najatun min almakhawif fi dunya wal akhirah. kwa sababu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio sababu ya kuokoka kutokana na mambo yenye kuogopesha duniani na akhirah. na pia ni wasia wa bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kama ilivyokuwa huo ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. akhraja al-imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi min hadith Mu'adh ibn Jabal wa Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala ittaqillaha haythuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم anasema ittaqillaha haythuma kunt, muogope Allah tabaraka wa taala popote ulipo. wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, na ikatokea ukafanya dhambi basi fatisha baada ya dhambi hiyo wema, kwa sababu wema kawaida unafuta madhambi. wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kadhalika tangamana na watu, ishi na watu kwa tabia zilizokuwa njema. al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala katika Jami' al-Ulum wal-Hikam alipokuwa akielezea hadithi hii alisema, fahadhihi al-wasiyya wasiyatun 'azimatun jami'atun lihuquqi Allahi wa huquqi 'ibadihi, fa inna haqqa Allahi 'ala 'ibadihi an yattaquhu haqqa tuqatih, wattaqwa wasiyatu Allahi lil-awwalin wal-akhirin. قال الله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. anasema الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى, فهذه الوصية وصية عظيمة, hakika wasia huu ni wasia adhimu sana, ni wasia mtukufu sana. jami'atun lihuquqi Allahi wa huquqi ibadihi, ni wasia ambao umekusanya baina ya haki za Allah subhanahu wa ta'ala na haki za waja wake. fa inna haqqa Allahi ala ibadihi, kwa sababu haki ya Allah tabaraka wa taala iliyo juu ya waja wake, ayattaquhu haqqa tuqatih, wao wanapaswa kumcha Allah tabaraka wa taala ukweli wa kumcha. wattaqwa wasiyatullahi lilawwalin walakhirin, bali taqwa ni wasia wa Allah tabaraka wa taala aliwapa wale waliotangulia kadhalika na waliokuja baada yao. waliotangulia min ahli alkitab min alyahudi wan nasara, kadhalika watu wa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. awsahum Allah kullahum, amewahusia Allah tabaraka wa taala wote ayattaqu haqqa tuqatih, kwamba wamuogope Allah subhanahu wa taala ukweli wa kumuogopa. ndugu zangu katika imani, muhadhara wangu huu au kalima yangu hii ninaipa unwani isemayo waqifuhum innahum mas'ulun. waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hao kwa sababu watakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. kama alivyosema Allah, pia kama ninavyowakumbusha,
wa kauli ya Allah tabaraka wa taala pale aliposema wa kullu kabirin wa saghirin mustatar, na kila jambo dogo au jambo kubwa, yani katika mambo ya wanadamu au katika wanaoyafanya wanadamu, yote hayo yameandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falyattaqullaha ibadallah, basi wanapaswa kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala waja wa Allah. Waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hao kwa sababu watakwenda ulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya muhadhara huu au kalima hii siku ya Jumapili iliyopita, ikiwa leo ni Alhamis, al-akh Abu Muhammad Salim ibn Ali na al-akh Abu Umair Adam ibn Khamis, vijana hao wa Kizanzibari, walifanya muhadhara katika msikiti wa Masjidul Faruq hapo Zanzibari, wakibainisha baadhi au wakibainisha hali ya da'wa salafia vile ilivyo katika ulimwengu, kadhalika wakibainisha fitna ya Muhammad ibn Abdullah al-Imam na wafuasi wake na wanaomtetea, kadhalika na madhara yaliyopatikana kupitia fitna hiyo na mambo mengine mengi ambayo waliyazungumza siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa tangazo ambalo mimi limenifika, muhadhara huo ulifanyika saa 3:30 asubuhi mpaka saa 6:30 adhuhur. Nimeusikiliza huo muhadhara min awwaliha ila akhiriha, kuanzia mwanzo wa muhadhara huo mpaka mwisho wake kwa umakini, na kuona ni muhadhara ambao umejaa uongo, umejaa ghish, umejaa khadaa. Khalika anil jahl wa ta'alum, atilia mbali mambo ya kutofahamu hakika uhalisia wa mambo vile ulivyo, kadhalika na ta'alum, watu kujiona kwamba sasa wamesoma na kuzungumza mambo ambayo hakika yanawazidi umri. Mambo ni makubwa, yanawazidi umran wa ma'rifatan wa basira, mambo ambayo yanawazidi umri, kadhalika yanawazidi maarifa, kadhalika yanawazidi basira. Wallahi ni vijana wadogo sana, ni aghmar. Wallahi ni vijana wadogo sana, aghmar, kama vile mimi nilivyokuwa ni katika hao vijana wadogo. Ndio maana mimi sikuzungumza chochote, lakini aqhamu anfusahum, wameziingiza nafsi zao katika kuzungumza masala ahjama alaiha alkibar, masala ambayo ulama kibar wametuama, wamesangaa kwanza, hawataki kuingia mambo hayo. Anakuja mtu dhimr aghmar kama vile Abu Umair, anaanza kuyazungumza mambo makubwa yanayomzidi umri na maarifa. Hadaka Allahu ya akhi, Allah tabaraka wa taala kuongoza ewe ndugu yangu. Antaarifa qadra nafsik, ufahamu kiwango cha nafsi yako. Sasa baada ya kusikiliza mimi muhadhara huo, nikaona nitoe tambihi chache. Hii ni tambihi, nikiita kalima yangu hii, waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hao kwa sababu watakwenda ulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na uongo na jahal wanaoizungumza. Mfano, nitatoa mfano hapa. Nazungumza jambo moja tu alilozungumza Salim, lakini mfano wa aliyozungumza Abu Umair ambaye naye kadhalika nitatoa raddi yake raddun khasun bih, ni raddi ambayo itamhusu yeye tu aliyozungumza, lakini nazungumza kwa uchache tu miongoni mwa baadhi aliyozungumza. Wanababaisha waislamu na kubabaika kwamba ule wathiqa wa Sheikh Muhammad al-Imam kwamba ameuandika au amesema au amezungumza, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu kama Abu Umair anavyosema, baada ya kunukuu maneno ya Sheikh Al-Fauzani na kumtaja yule Al-Dhufairi, Allah tabaraka wa taala muhifadhi, akasema hivi ndivyo anavyosema Sheikh al-Imam, hivi ndivyo anavyosema katika wathika huo. Yani anakusudia kwamba Sheikh Muhammad al-Imam katika wathika yeye ndio amesema. Ya lillahi min baliya. Ndugu zangu katika imani, hawa jamani wababaishaji, na kwa uslubu wanaokwenda nao hawatofaulu. Sheikh Muhammad al-Imam hajaandika wathika wala hajayasema yaliyokuwa ndani ya wathika. Wathika wameandika watu wengine, yeye alicholetewa Sheikh Muhammad al-Imam kaletewa wathika jahizatul litawqi'. Sasa hapa na wanakulia maneno ya Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah tabaraka wa taala war'a, anauzungumzia wathika na kuwabainishia watu ni nani aliyeandika wathika huo. Si kama anavyosema huyu Ghimr, kijana mdogo, umran wa ilman wa ma'rifatan wa basiratan, mambo yote haya hana, bali anazungumzia mambo ambayo juu ya umri wake na ilmu yake. Sheikh Ubaid al-Jabiri walipoandika kitabu alichokiandika Arafati al-Muhammadi, risala aliandika at-ta'kid li ghalat al-wathiqa wa mahtawatuhu khutbatul Eid, alimpelekea katika maulama aliowapelekea, miongoni mwao ni Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah tabaraka wa taala. Sheikh Ubaid al-Jabiri alisema baada ya alhamdulillah, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, alisema faqad ittala'tu ala alwathiqati aljaira ala alwathiqati alfajira aljaira allati katabaha alhuthiyun wa waqa'aha Muhammad ibn Abdullah الريمي المشهور بالإمام.
anasema fakad tala'tu ala alwathiqati alfajiratu aljaira, hakika nimeuona mimi au kusikiliza wathiqa ambayo wafajira ambao una dhulma, allati katabaha alhuthiyun, wathiqa ambao umeandikwa na mahuthi. fahamu hilo. wawaqa'aha Muhammad ibn Abdullah al-Raimi al-mashhur bil-Imam, na akaitia saini wathiqa huo Muhammad ibn Abdullah al-Imam al-Raimi mashhur al-mulaqab bil-Imam, ama anaitwa kwa laqabi yake ni kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam. Sasa sio Sheikh Muhammad al-Imam aliyoandika wathiqa huo, na ibara ziko tofauti za ahlul ilm, lakini kwa sababu ya jahl al-fadih, al-jahl al-fadih wal-jahl al-fadih, wameamua kujiingiza aqhamu anfusahum fima yakburu minhum sinnan wa umra, sinnan wa ma'rifatan wa umra, kiumri kadhalika na sin. Sasa ninataka kukieleza mimi kwa ufupi, pamoja na kumparaza huyu jamaa, lakini raddi yake itakuja mustaqillan wa istiqlalan, ili kubainisha baadhi ya mambo ambayo ameizungumza bikhilafi alwaqi', jahlan au ta'aluman, kwa sababu ya ujinga au kwa sababu ya kujiona kwamba anafahamu. Leo hapa nataka nimparaze huyu Salim, Abu Muhammad Salim, namkusudia kuzungumza Abu Muhammad Salim, na siwezi kumzungumza yote aliyozungumza kwa sababu amezungumza mambo mengi sana ambayo hayana msingi wala maana. Amezungumza mambo mengi ambayo hayana msingi wala maana, ni mambo yani ni kuwapotezea muda Waislamu na mambo mengine yasiyokuwa na maana wala msingi. Sasa mimi nitazungumza swala moja tu katika yale yazungumza, swala moja tu, nayo ni maneno yake alipozungumzia maneno ya Sheikh Abdurrahman ibn Mar'i al-Adani hafidhahullah tabaraka wa taala, wakati wa Sheikh Abdurrahman alipozungumzia wathiqa wa Sheikh al-Imam, kwa sababu kuna maneno aliyoyaongeza na kuna maneno aliyoyapunguza na kuna aliyoyaondosha kwa malengo anayojua yeye katika nafsi yake khabitha, katika nafsi yake chafu. Ulama al-kibar wanachokizungumza, unapotaka kumradi mtu lazima unukuu maneno yake, imma biharfihi au uzungumze imma bimaana, ima uzungumze kwa harfi ya maneno yake au uzungumze kwa maana ya maneno yake. Si kwamba unazidisha na kuleta maneno katika mfuko wako, katika shati lako, kwa sababu ya ahwa fi nafsik. Taqillaha ya akhi, muogope Mola wako. Waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni, watakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Sasa Salim alizungumza haya maneno ambayo nimeyasikiliza, nikayaandika katika daftari, nikayanukuu katika laptop yangu, nimeyahifadhi katika faili maalum. Amesema Salim Abu Muhammad hadana Allahu tabaraka wa taala wa iyya, kuanzia dakika ya 63, yani saa 1 na dakika 3 alianza kuzungumzia kadhia hii. Akasema katika aliyozungumza, asema nakumbuka mimi nilikuwa nipo katika darsa ya usiku magharibi, akatoa darsa, baadaye ndiyo akaja akazungumzia ile habari. Yani anamkusudia Sheikh Abdurrahman kwamba siku alipozungumzia wathiqa, anakumbuka Salim kwamba yeye alikuwako ni katika darsa ya magharibi. Baada ya kutoa darsa, Sheikh Abdurrahman kuzungumzia wathiqa huo au kuizungumzia habari hiyo kama anavyosema. Kisha akasema kwamba akazungumzia ile habari kwamba hali ya Yaman na fitna zilizoshuka na fitna za mahudhi na firaq na ahzab na jamaat, na imefika pahala Sheikh Muhammad al-Imam amesaini mkataba ule na mahudhi. Kisha yeye akasema, kisha ananukuu hapo, anasema Salim, kisha yeye akasema, yani Sheikh Abdurrahman, mkataba ule ndani yake kuna makosa. Maneno ya Sheikh Abdurrahman hayo, mkataba ule ndani yake kuna makosa. Kisha akayazungumza kwa Kiarabu maneno haya, fiha abatil. Kisha akaendelea kusema Salim, katika maulama wao waliutandika kuanzia alifu mpaka ya, akikusudia kwamba maulama waliozungumza wathiqa ule mwanzo mpaka mwisho, ama Sheikh Abdurrahman alisema tu fiha abatil. Akaendelea Salim kusema, kisha akasema, yani Sheikh Abdurrahman, kwamba ni juu ya Sheikh Muhammad al-Imam aje abainishe yale yaliyomo, kama akipata fursa, akishatulia sasa kwa raha zake huko, baadaye aje abainishe mambo yakishamkujukia, aje abainishe. Salim huyo anamnukuu Sheikh Abdurrahman al-Adani. Angalia hao jamaa wanavyobadilisha, yuharifuna al-kalima an mawadhihi, wallahi wana khaslatun yahudiyatul asl, wana kitu ambacho ni asili yake ni kimetoka kwa Wayahudi. Sasa anasema hapa, kisha akasema Sheikh Abdurrahman kwamba ni juu ya Sheikh al-Imam aje abainishe yaliyomo, kama akipata fursa, akishatulia sasa kwa raha zake. Zingatia hilo neno, asema Sheikh Abdurrahman amemwambia Sheikh Muhammad al-Imam akae kwa raha zake mpaka atakapokuja kutulia, huko ndio aje abainishe. Sasa mimi kisha baadaye akasema kwamba kauli hiyo ya Sheikh Abdurrahman ikachukuliwa kama ilivyo na kupelekwa kwa mashekhe huko mamlaka, na kama alivyoendelea watu warejee katika
dakika ya 63 katika muhadhara huo ambao ameujaza ujahil na mambo mengine na uongo. Sasa Sheikh Abdurrahman maneno yake alipozungumzia wathiqa ni maneno muntashir, si kwamba yapo katika simu yake tu ambayo imepotea baharini, la, bali wewe fungua katika internet, ingia Google, andika kwa Kiarabu au Kiswahili, Allahu tabaraka wa taala aalam, lakini andika tu kalamu Sheikh Al-Adani au kalamu Sheikh Abdurrahman Al-Adani fi al-wathiqa. Maneno haya yatakujia na utasikiliza mwenyewe biudhnik litaalama kadhiba haula, ili upate kufahamu uongo hawa jamaa. Sasa mimi hapa nawasomea maneno ya Sheikh Abdurrahman ibn Mar'i Al-Adani hafidhahu Allah tabaraka wa taala min awwaliha ila akhiriha, pale alipozungumzia huo wathiqa. Kisha tuone kwamba ni wapi alipomwambia Sheikh Muhammad al-Imam kwamba kaa kwa raha zako mpaka utakapopata fursa uje uzungumze. Kadhalika ni wapi katika maneno hayo alipotaja na kuzungumza kwamba kutokana na firaq, fitani za mahudhi, hudhi ametaja, lakini fitani za firaq, ahzab na jamaat, maneno haya anamuhitaji Salum ayatoe katika maneno ya Sheikh Abdurrahman. Ni wapi alitaja firaq, ni wapi alitaja ahzab, ni wapi alitaja jamaat? Sasa kama maneno haya kama hayamo, kwa nini wayaingiza? Lakini haya ni madogo. Makubwa zaidi ni kule kubadilisha kwake maneno ya Sheikh Abdurrahman ili apate kumgandamiza. Amalakumullahu bima tastahiqun. Sasa Sheikh Abdurrahman Al-Adani maneno yake mimi nimeyafanyia tafrigh, nimeanukuu yote kutoka katika al-masmu' ila al-maqru', kutoka katika maneno ambayo yanasikika kuja katika maneno ambayo yanasomeka. Amesema baada ya darsa siku hiyo, akasema wa atakallam ala mawdhu'in biikhtisar حول وثيقة الشيخ الإمام وفقه الله مع الحوثيين. قد كثر السؤال حول هذه الوثيقة، وذكرت في مجالس سواء كنت في مكة في أول ما نشرت هذه الوثيقة أو بعد رجوعي من مكة أن الكلام في الوثيقة في أمرين: الأمر الأول في المقصود منها وهو الصلح، والأمر الثاني في الفقرات والعبارات التي وردت فيها. أما بالنسبة للأمر الأول وهو ما يتعلق بالمقصود من هذه الوثيقة وهو إجراء الصلح مع الحوثيين، فلا خلاف بين أحد من أهل العلم والعقلاء أن هذا أمر مطلوب نظرا لضعف أهل السنة وغلبة أولئك وهيمنتهم ووجود من يدعمهم دوليا ومحليا، فصاروا شبيها بالدول. فلا كلام في عقد الصلح مع الحوثيين في حقن الدماء، هذا ليس محل تنازع. حتى العلماء والآباء الذين في المملكة لا ينازعون في هذا الأمر، لكن محل الانتقاد في العبارات التي وردت في هذه الوثيقة، وهي عبارات باطلة. قول الدين واحدا والكتاب واحدا والعدو واحدا، وليس هناك خلاف إلا في الفروع، ليس هناك خلاف في الأصول. لا شك أن هذا باطل، والذي أعتقده أنه يجب على الشيخ الإمام حفظه الله تعالى أن يبين ما في هذه الوثيقة من الباطل، لكن في الوقت المناسب. المقروء قد حصل أنه وقع على هذه الوثيقة بما تضمنته من هذه الجمل الباطلة، لكن والله أعلم. لمن يعايش أحوال اليمن يعرف أن شيخ الإمام ومن معه من طلاب والمشايخ في وضع لا يحسدون عليه. إلغاء الوثيقة معناه فتح المجال لهجوم الحوثيين وأصول الشر والحرب. والله أعلم أن شيخ الإمام مدرك لهذا، وأنه متى سنحت له الفرصة يبين ما فيها من باطل، لئلا تكون وثيقة تاريخية محسوبة على أهل السنة يستدل بها أهل الباطل في نقدهم وهجومهم على أهل السنة. فهذا الذي نعتقده، أن الواجب على الشيخ الإمام أن يبين ما فيها من باطل، لكن في الوقت المناسب. وهذا القدر ما أظن والله أعلم أحدا منصفا ينازع فيه ممن يعرف أحوال اليمن وما يجري في صنعاء وما يجري في معبر وفي ذمار. وفق الله الجميع إلى هنا والله أعلم. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن ابن مرعي العدني في الوثيقة. maneno haya ndio maneno ya Sheikh Abdurrahman katika wathiqa, wanaqaltuhu biharfi. Kadhalika nawapa ahadi kwamba nitaieneza sauti yake ili wapate kujisikia wale maduat, sababu huko anakokufanya Salim na jamaa zake ni kuitia tani da'wa salafia, kwa sababu da'wa salafia mabniyatun ala al-adl wal-insaf. Na wakati unapotaka kurad au kumzungumza yoyote, achilia mbali ambaye man yantasib au yunsab ila salafia wa da'wati ilaiha, bali hata kama unataka kumzungumza mtu ambaye ni mubtadi'
fala budda min insafin wa adl. Sheikh al-Fawzani hafidhahullah tabaraka wa taala anasema ahlus sunna wakati wanapowaradi watu yanquluna kalamahum, wananukuu maneno yao, imma fi kitabi, katika kitabu alichoandika huyo mtu ambaye anataka kumradi, kwa kuashiria katika maneno, katika safha na wanataja kitabu na ukurasa, au kama ni katika kanda wanataja na kaseti yenyewe na maneno vile yalivyo. Sasa huyo anasema tu, ananukuu maneno akazidisha anayoyataka na akatoa anayoyataka, akiona kwamba kama hili ni mipasho, hiyo ni matangazo ya mipasho au nini. Hii ni dini, tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha dinu rabbil alamin, hii ni dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wasatusal amama rabbik, utaulizwa mbele ya Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hao, watakwenda ulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama al-kibar hawahitaji uongo katika kuwatetea. Wewe ukiwatetea ulama al-kibar haina maana kwamba lazima uongope. Unaweza kuwatetea ulama al-kibar pasi na kuzungumza chochote katika uongo, bali maulama al-kibar buraa min hadha, wako mbali sana na uslubu huu ambao mnautumia. Sasa ngoja nifanye tarjama kidogo maneno ya Sheikh Abdurrahman al-Adani, kisha mumwambie huyo Salum awatolee hayo maneno aliyozungumza Sheikh Abdurrahman, kusema kwamba Sheikh Muhammad al-Imam akae kwa raha zake mpaka atakapokuwa amepata fursa, basi hapo ndipo abainishe, lakini akae kwa raha zake. Anasema Sheikh Abdurrahman al-Adani, wa atakallama ala mawdhu'in biikhtisar, na leo hapa mimi nitazungumzia maudhui fulani kwa ufupi, haula wathiqati Sheikh al-Imam waffaqahu Allah, kuhusu wathiqa wa Sheikh Muhammad al-Imam, Allah tabaraka wa taala ampe tawfiki, maa al-huthiyin, wathiqa ambao aliufanya pamoja na mahudhi. Qad kathara as-su'al hawla hadhihi al-wathiqa, maswali yamekuwa mengi kuhusu wathiqa huu. Wa dhakartu fi majalis sawa kuntu fi Makkah, na nimetaja katika vikao vingi sana sawa sawa nilipokuwa kule Makkah. Fi awwal ma nushirat hadhihi al-wathiqa, mwanzo kabisa wakati ulipotangazwa wathiqa huu, au baada rujui min Makkah, au baada ya kurejea kwangu mimi kutoka Makkah, anna al-kalama fi hadhihi al-wathiqa fi amrayn, kwamba wathiqa huu unazungumzwa katika pande mbili bwana. Al-amru al-awwal fi al-maqsud minha, jambo la kwanza kuzungumza nini makusudio na malengo katika huu wathiqa, wa huwa sulh, na makusudi ya wathiqa huu ni sulh. Wal amru ath-thani, na jambo la pili